Hivi Mwanzo sura ya 36. Hivi ndivyo vizazi vya Esau ndiye Edomu. Esau alitoa binti za Kanaani kuwa wakeze: Ada binti Eron Muhiti, na Oholibama binti Ana binti Sibeoni Muhivi, na Basemath binti Ishmaili nduguye Nebayoth. Ada akamzalia Esau Elifazi, na Basemath alizaa Leueli. Oholibama alizaa Yeushi na Yaramu na Kora. Hao ndio wana wa Esau aliozaliwa katika nchi ya Kanaani. Esau akawatoa wakeze na wanawe na binti zake na watu wote wa nyumbani mwake na ng'ombe zake na wanyama wake wote na mali yake yote aliyoyapata katika nchi ya Kanaani, akaenda mpaka nchi iliyo mbali na Yakobo nduguye, maana mali yao yalikuwa mengi wasiweze kukaa pamoja, wala haikuweza nchi ya kusafiri kwao kuwachukua kwa sababu ya wanyama wao. Esau akakaa katika mlima Seiri. Esau ndiye Edomu. Hivi ni vizazi vya Esau baba wa Edomu katika mlima Seiri. Haya ndiyo majina ya wana wa Esau: Elifazi mwana wa Ada mkewe Esau; Leueli mwana wa Basemath mkewe Esau. Na wana wa Elifazi ni Temani na Omari na Sefo na Gatamu na Kenazi na Timna. Alikuwa suria wa Elifazi mwana wa Esau, naye akamzalia Elifazi Amaleki. Hao ndio wana wa Ada mkewe Esau. Na hawa ni wana wa Leueli na Hath na Zela na Shama na Miza, na hao walikuwa wana wa Basemathi mke wa Esau. Na hawa ni wana wa Oholibama binti Ana binti Sebeon mkewe Esau, akamzalia Esau Yeushi na Yaramu na Kora. Hawa ndio majumbe wao wana wa Esau. Wana wa Elifazi mzaliwa wa kwanza wa Esau: jumbe Temani, jumbe Omari, Amaleki. Hao ndio majumbe waliotoka kwa Elifazi katika nchi ya Edomu. Hao ni wana wa Ada. Na hawa ni wana wa Leueli mwanawe Esau: jumbe Nahath, jumbe Zera, jumbe Shama, jumbe Miza. Hao ndio majumbe waliotoka kwa Leueli katika nchi ya Edomu. Hao ni wana wa Basemathi mkewe Esau. Na hawa ni wana wa Oholibama mkewe Esau: jumbe Yeushi, jumbe Yaramu, jumbe Kora. Hao ndio majumbe waliotoka kwa Oholibama binti Ana mkewe Esau. Hao ni wana wa Esau, na hao ndio majumbe wao, na Esau ndiye Edomu. Hawa ni wana wa Seiri Mhori, wenyeji wa nchi ile: Lotan na Shobari na Sibion na Ana na Dishon na Eseri na Dashan. Hao ndio majumbe waliotoka katika Wahori wana wa Seiri katika nchi ya Edomu. Na wana wa Lotani ni Hori na Hemamu na Umburake, Lotan na Timna. Na hawa ni wana wa Shobari: Alvan na Manahath na Ebari na Shefo na Onam. Na hawa ni wana wa Sebeoni: Aya na Ana. Na yule Ana aliona chemichemi za maji ya moto katika jangwa, alipokuwa akichunga punda za Sibeoni babaye. Na hawa ni wana wa Ana: Dishon na Oholibama binti Ana. Na hawa ni wana wa Dishon: Hemdan na Eshban na Ithlan na Keran. Na hawa ni wana wa Eseri: Bilhan na Zaawan na Akan. Na hawa ni wana wa Dishan: Usi na Aran. Hawa ndio majumbe waliotoka katika Wahori: jumbe Rotan, jumbe Shobari, jumbe Sibeon, jumbe Ana, jumbe Dishon, jumbe Eseri, jumbe Dishan. Hao ndio majumbe waliotoka katika Wahori kwa habari za majumbe hao yao katika nchi ya Seiri. Na hawa ndio wafalme waliomiliki katika nchi ya Edomu
kabla ya kumiliki mfalme yeyote juu ya wana wa Israeli, Bela wa Beori alimiliki katika Edomu, na jina la mji wake ni Dinhaba. Akafa Bela, akamiliki Yobabu mwana wa Zera wa Bosra. Badala yake akafa Yobabu, akamiliki Husham wa nchi ya Watemani. Badala yake akafa Husham, akamiliki Hadadi wa Bedadi badala yake, naye ndiye aliyepiga Midiani katika nyika ya Moabu, na jina la mji wake ni Avith. Akafa Hadad, akamiliki Samla wa Masleka. Badala yake akafa Samla na Shauri wa Rehoboth ulio karibu na mto, akamiliki. Badala yake akafa Shauli, akamiliki Baal Hanan mwana wa Akbori. Badala yake akafa Baal Hanan mwana wa Akbori, akamiliki Hadad. Badala yake, na jina la mji wake ni Pau, na jina la mkewe ni Mehetabel binti Matredi binti Mezahabu. Na hayo ndiyo majina ya majumbe waliotoka kwa Esau kufuata jamaa zao na mahali pao kwa majina yao: jumbe Timna, jumbe Alva, jumbe Yetheth, jumbe Oholibama, jumbe Era, jumbe Pinon, jumbe Kenaz, jumbe Teman, jumbe Mibsari, jumbe Magdiel, jumbe Iram. Hao ndio majumbe wa Edom kufuata makao yao katika nchi ya mamlaka yao. Naye huyo ndiye Esau baba ya Edom. Mwanzo sura ya 37. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, na alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie katika nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, enenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo, na kundi nalo ni salama, ukaniletea habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebron, akafika Shekemu. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa anazunguka. Akasema, na watafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanakochunga. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana na aliwasikia wakisema, twendeni Dothan. Basi Yusufu akafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothan. Wakamuona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika berika mojawapo, nasi tutasema,
Mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Reubeni akasikia, akamuokoa katika mikono yao, akasema, tusimuue Reubeni. Akawaambia, msimwage damu, mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumuokoa katika mikono yao, akamrudisha kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa, wakamtoa, wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula. Wakainua macho yao, wakaona msafara wa Ishmaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. Yuda akawaambia ndugu zake, kwafaa nini kumuua ndugu yetu na kuificha damu yake? Haya, na tumuuze kwa hawa wa Ishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Wakapita wafanyabiashara wa Midian, basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Akarudi Reubeni birikani, kumbe Yusufu hayumo katika birika. Akararua nguo zake, akarudi kwa ndugu zake, akasema, mtoto hayuko, nami niende wapi? Wakaitoa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuichovya kanzu katika damu, wakaenda nayo ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao. Wakasema, tumeona hii, basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama sio. Akaitambua, akasema, ndiyo kanzu ya mwanangu, mnyama mkali amemla, bila shaka Yusufu amelaluliwa. Yakobo akararua mavazi yake, akajivika gunia viunoni na kumlilia mwanawe siku nyingi. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa. Akasema, la, nitamshukia mwanangu, nikisikitika hata kuzimu. Baba yake akamlilia. Nao Wamidiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. Mwanzo sura ya 38. Ikawa wakati ule Yuda akashuka kutoka kwa ndugu zake, akamfikia mtu Mwadurami jina lake Hira. Yuda akaona huko binti wa mtu Mkanaani jina lake Shua, akamtoa akaingia kwake, naye akapata mimba, akazaa mwana, akamwita jina lake Eri. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akamwita jina lake Onani. Akaendelea, akazaa tena mwana mwingine, akamwita jina lake Shela. Naye Yuda alikuwako huko Kezib alipomzaa. Yuda akamuoza mke Eri, mzaliwa wake wa kwanza, na jina lake huyo mke ni Tamari. Naye Eri, mzaliwa wa kwanza wa Yuda, alikuwa mbaya machoni pa Bwana, na Bwana akamuua. Yuda akamwambia Onani, uingie kwa mke wa nduguyo, ukamuoe, ukamuinulie nduguyo uzao. Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wake. Ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye, akamwagia chini asimpe nduguye uzao. Neno hili alilolifanya likawa baya machoni pa Bwana, basi akamuua yeye naye. Yuda akamwambia Tamari mkewe, ukae mjane nyumbani. Yuda akamwambia Tamari mkwewe, ukae mjane nyumbani mwa baba yako hata Shela mwanangu atakapokuwa mtu mzima, maana alisema asipate kufa yeye kama nduguze. Basi Tamari akaenda akakaa nyumbani mwa babaye. Siku nyingi zikapita, akafa binti Shua mkewe Yuda. Yuda akafarijika, akaenda kwa watu wake wakatao manyoya kondoo huko Timna, yeye na mwenzake Hira Mwadurami. Huyo Tamari akapewa habari ya kusema, mkweo anakwenda Timna akate manyoya ya kondoo zake. Basi akavua nguo za ujane wake, akajivika utaji, akajifunika uso, akakaa mlangoni pa Enaimu, karibu na njia ya kuendea Timna, maana aliona kwamba Shera amekuwa mtu mzima, wala hakuozwa awe mkewe.
Yuda alipomwona alimdhania kuwa ni kahaba, maana amejifunika uso. Akamgeukia kando ya njia akasema, niruhusu niingie kwako, maana hakujua ya kuwa ni mkwewe. Akamuuliza, utanipa nini ukiingia kwangu? Akasema, nitakuletea mwana mbuzi wa kundini. Naye akamuuliza, je, utanipa rehani hata utakapomleta? Akasema, nikupe rehani gani? Akamjibu, pete yako ya muhuri na kamba yako na fimbo yako iliyo mkononi mwako. Basi akampa, akaingia kwake, naye akapata mimba. Akaondoka akaenda zake, akavua utaji wake na kuvaa mavazi ya ujane wake. Yuda akapeleka yule mwanambuzi kwa mkono wa rafiki yake Mwadurami, ili aipate rehani mkononi mwa huyo mwanamke, lakini hakumkuta. Akauliza watu wa mahali pale akisema, yuko wapi yule kahaba aliyekuwapo Enaimu kando ya njia? Wakasema, hakuwako hapa. Kahaba akamrudia Yuda akasema, sikumuona. Hata na watu wa mahali hapo walisema, hakuwapo kahaba. Yuda akasema, na aichukue yeye, tusije tukatiwa aibu. Tazama, nimempelekea mbuzi huyu, wala hukumkuta. Ikawa baada ya miezi 3 Yuda akapewa habari kwamba mkweo Tamari amefanya uzinifu, naye ana mimba ya haramu. Yuda akasema, mtoeni ateketezwe. Alipotolewa alipeleka watu kwa mkwewe akisema, mimi nimepewa mimba na mtu mwenye vitu hivi. Akasema, tambua basi vitu hivi ni vya nani? Pete hii na kamba hii na fimbo hii. Yuda akavikiri akasema, yeye ni mwenye haki kuliko mimi, kwa kuwa sikumpa Shela mwanangu, wala hamkumjua tena baada ya hayo. Ikawa wakati wake wa kuzaa, walikuwapo mapacha tumboni mwake. Ikawa alipokuwa akizaa mtoto mmoja, akatoa mkono mzalisha, akautwaa uzi mwekundu, akaufunga mkononi mwake, huyu akisema, huyu ametoka kwanza. Ikawa aliporudisha mkono wake, tazama, ndugu yake akatoka, akasema, mbona umepita kwa nguvu wewe? Mambo ya nguvu na ya kuandame. Kwa hiyo jina lake likaitwa Peresi. Akatoka ndugu yake baadaye, ana uzi mwekundu mkononi mwake, naye akaitwa jina lake Zera. Mwanzo sura ya 39. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Baraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Na Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu?
akazidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyu mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mkononi mwake, naye amekimbia nje, akawaita watu wa nyumbani mwake akasema nao akinena, angalieni, ametuletea mtu Mwebrania atufanyie dhihaka. Ameingia kwangu ili alale nami. Nikalia kwa sauti kuu. Ikawa aliposikia ya kuwa nimepaza sauti yangu na kulia, aliacha nguo yake kwangu, akakimbia akatoka nje. Basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani. Naye akamwambia kama maneno hayo akisema, yule mtumwa Mwebrania uliyemleta kwetu aliingia kwangu anidhihaki. Ikawa nilipopaza sauti yangu nikalia, akaacha nguo yake kwangu, akakimbia nje. Ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe aliyomwambia akisema, mtumwa wako amenitendea mambo kama haya, hasira yake ikawaka. Bwana wake akamtwaa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo humo gerezani. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya, wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Mwanzo sura ya 40. Ikawa baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wake wakamkosa bwana wao mfalme wa Misri. Farao akawaghadhibikia maakida wake wawili, mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa waokaji, akawatia katika rindo nyumbani mwa mkuu wa askari humo gerezani, mahali alipofungwa Yusufu. Mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu nao. Wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo. Wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani, Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana awezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu? Tafadhali mniambie. Mnyweshaji mkuu akamuhadithia Yusufu ndoto yake, akamwambia, katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu, na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu, nao ulikuwa kama unamea, unachanua maua, vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva, na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu. Nikazitwaa zabibu, nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndio hii, matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yako, nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake, kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji wake. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyia fadhili na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii, kwa sababu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Waebrania, wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani.
Mkuu wa waokaji alipoona ya kwamba hiyo tafsiri ni ya mema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu, na tazama, ziko nyungo 3 za mikate myeupe juu ya kichwa changu, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa Farao, kazi za mwokaji. Ndege wakavila katika ungo juu ya kichwa changu. Yusufu akajibu akasema, tafsiri yake ndio hii: nyungo 3 ni siku 3. Baada ya siku 3 Farao atakiinua na kukuondolea kichwa chako na kukutundika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako. Ikawa siku ya 3, siku ya kuzaliwa kwake Farao, akawafanyia karamu watumwa wake wote. Akakiinua kichwa cha mkuu wa wanyweshaji na cha mkuu wa waokaji miongoni mwa watumwa wake, akamrudisha mkuu wa wanyweshaji katika kazi yake ya kunywesha, naye akampa Farao kikombe mkononi mwake, bali akamtundika mkuu wa waokaji kama Yusufu alivyowafasiria. Lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Genesis